mambo vipi? Poa, mambo vipi? Poa bwana harusi. Alhamdulillah rabbil alamin. Harakati zinasemaje? Allah ni mkubwa. Na tunashukuru umeoa. Unajua kwa nini? Watu wengi sana walikuwa wanasema asilimia kubwa ya mastaa ni ngumu kuoa, lakini hii imekuwa ya tofauti kwa kipindi hichi, na haswa watu wanafanya mambo ya fashion modeling, wale wanakuwa na kaugumu fulani hivi kwenye kuoa. Sijui inakuwaje hii? Kuoa ni wito tu wa mtu, lakini lazima uwe ndani yako kuna sababu ya kwa nini unaoa. Kila mtu anaoa kwa sababu tofauti tofauti. Kuna ambao wanaoa kwa sababu ya to get secured body, inamaanisha watu ambao kulala nao. Kuna watu wanaoa kwa ajili ya dini. Kuna watu wanaoa kwa ajili ya fear ya kupoteza wale waliowapata, wanahisi kwamba labda hawawezi kupata tena. Sometimes unaweza kukutana na demu ukasema huyu demu nikimwacha huyu sitampata tena. Unakimbilia kumtia mimba au unafikiria bora umuoe ili umfunge. Kwa hiyo mimi nimeoa kwa ajili ya dini, na msichana wangu nisikukaa naye muda mrefu. Mwezi mmoja tu nimempata, nikaona huyu mwanamke ambaye anafaa kuolewa. Mashaallah. Ni wachache sana ambao wanaweza kumudu hicho kitu, kukaa na mtu ndani ya mwezi mmoja and then ukaoa. To your side, nini uliona kwake ukasema this is the woman ambaye naweza nikaishi naye kwenye maisha yangu ya ndoa all my life? Mimi ni kijana ambaye nimefanya vitu vingi alhamdulillah, na nilipofika kwenye namna kutaka kutulia nikawa natafuta mwanamke ambaye kwanza anaendana na mimi. Mimi ni mtu ambaye napenda vitu vizuri, hata kama tunafanya mambo ya dini lakini tunapenda vitu vizuri. Kuna sifa ambazo mimi nilikuwa naangalia sasa, kwa sababu nimerudi kwenye dini kidogo, awe mtu wa dini, familia yake kidogo iwe aina fulani, uzuri na kila kitu. Kwa hiyo kwenye uzuri mimi ni mwanamke ambaye ananivutia sana kiukweli, kwa kimuonekano, na ana dini pia, familia yake ni kwa hiyo, lakini kingine pia ni mwanamke ambaye alikuwa hajawahi kuwa na mwanaume yote. Kwa hiyo mimi nilikuwa mwanamke wa kwanza. Mashaallah. Kwa hiyo ni kitu ambacho kizuri zaidi. Kwa hiyo kiukweli mimi nimeoa kwa ajili ya dini, lakini mwanamke niliyempata sikutaka hata kukaa naye miezi 3-4 kwa sababu niliona kwamba this is the right person. Na wanaume sidhani kama unahitaji kukaa na mtu miezi 6 au mwaka kujua kama anaweza kufaa kuolewa na kumuoa au hapana. Mimi kwangu ilikuwa ni muda mfupi tu. Sawa. Pengine yeye aliona pia na yeye ni sahihi kwa sababu through mitandao na picha ambazo zilikuwa zikipostiwa za Kalisa, kazi yake, dramas ambazo zilikuwa zikiendelea kwenye mitandao ya kijamii, kwa namna moja au nyingine yule binti tukimwangalia ni ana dini. Kwa wazazi wake haikuwa shida kukuaccept wewe kuwa kama mkwe wao? Mke mwema anatoka kwa Mwenyezi Mungu. Huwezi kupata, nishaongea sehemu nyingi sana, chochote unachotaka Mwenyezi Mungu anakupatia. Mimi nilikuwa natafuta mwanamke ambaye atakuwa wa Mungu. Sasa mbona mwanamke ambaye ameniletea, yani naona kama hata mimi ndio sistahili kuwa na mwanamke wa design kama zile kwa vitu ambavyo nimefanya. Lakini familia yake sio watakujudge kwa vile ambavyo mimi nilikuwa labda mtu maarufu au labda kulikuwa na historia labda fulani kwenye mitandao na vitu kama hivyo. Kwa hiyo yeye hapana, yeye ni mtu ambaye kama mimi tu. Alafu sitaki watu waanze kuhisi kwamba Kalisa ametransform kwamba ndo mtu wa dini hivyo, au siku mje muone mke wangu labda siku amevaa suruali au kavaa, mseme kwamba mbona unajua zile. Mimi nirudi kwenye dini alhamdulillah, na bado nipo kwenye process ya kurudi. Lakini hata mwanamke ambaye nilikuwa namtaka ni mwanamke ambaye kama mimi, mwanamke ambaye anaweza kubalance. Anaweza yeye anaswali, lakini sometimes you want to go somewhere to eat. Avae kama watu wengine wanavyovaa, sio kwamba labda ndo ninja na kila kitu. Kwa hiyo msije mkahisi kwamba labda nisiwape hiyo tegemeo kwamba siku mkimuona sema restaurant nakula kichwa wazi labda anakula au amevaa nguo fulani mkaanza kuona kwamba yeye labda amepotea kwenye maadili. No, sisi ni vijana, tumeoana kama vijana, na mimi mwenyewe pia sikuwa nataka mwanamke wa design hizo. Mimi sikutaka mwanamke kwamba sio ndo ukhti, yani aonekane macho tu, yani mwanamke ambaye anaonekana macho tu labda ya dunia hana kabisa. Kwa sababu at the end of the day mimi ni mtu ambaye napenda kufanya mazoezi, na go to the gym, naenda wapi na kuna sometimes natamani kutoka na mke wangu kuvaa vesti, kuvaa nini, ni kawaida. Kwa hiyo nimepata balance ya mtu ambaye nilikuwa namtafuta na nimempata, na I'm so happy in my marriage. Mashallah. Kuna baadhi ya watu walikuwa wakizungumzia swala la wewe kumposti mkeo, and I remember correctly uliwahi kusema kuwa hautakuja kumposti mkeo hata mara moja. What happened? Umepata nafasi ya kumposti? Sikusema hivyo. Mimi nilisema siwezi kuwa na mwanamke ambaye anajiposti kwenye mitandao. Nimeongea kwenye mitandao kwa kirefu sana. Wanawake wengi leo nitajaribu sana nisitukane, maana natukana sana mitandaoni kwa kuongelea wanawake vibaya.
watu wengi wana seek for attention sana, wanavaa nguo za kubana, za kutaka ile validation kutoka social medias, yeah. Kwa hiyo mimi sikuwa nataka mwanamke ambaye nitamuona kwamba labda kavaa bikini, sijui ana twerk kwenye yacht au anafanya nini. Sikutaka wanawake wa design hizo. Na sikusema kwamba sitampost. Nikisema kwamba sitampost kuna maana mbili. Kwa maana kwamba labda naogopa kuna mtu atatokea atamchukua mwanamke wangu. Hiyo ya kwanza. Mimi sinaga hizo insecurities. Mimi sidhani kama kuna mtu eti anaweza kusema kwamba eti mimi nikimpost anaweza kumchukua mwanamke wangu. I believe kila mtu ana mtu wake. Mimi nilivyo si attract watu wote. Kuna watu na attract, kuna wengine wana mimi siwezi kuwa na mtu kama Kalisa. Same thing to me. Kuna wanawake wengine unaona uchafu wangu mimi siwezi. Huyu sawa. Kwa hiyo I believe kama Mungu amemleta mpaka nimemuoa, huyo ni wa kwangu. Sasa lakini kwa maana ya pili, wao wamesema sitampost, labda najua kuna kwa sababu kuna watu wengi pia wale wanaongea kwenye comments na nakutana nao wanasema unajua ukimposti mtu kuna mambo ya hasadi, sijui mke umemuoa, sijui usimpost asionekane au usijipost asionekane. Mimi naomba ni clear the air na niwasaidie ndugu zetu watazamaji ambao wanaangalia. Hasadi ipo, mimi ni Muislamu, naamini kuna hasad. Ili uwe Muislamu uliokamilika lazima uamini kuna hasad. Yeah, kwenye sura al-Baqara imeongelewa sana. Yeah, na sura nyingine nyingi zimeongelewa mambo ya hasad. Hata kwenye At-Kursi, Allahu la ilaha illa huwa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmi illa bi idhnihi illa bima sha'a. Kwa hiyo ghaibu ipo, imeongelewa kwenye sura nyingi sana. Kwa hiyo moja kati ya sifa kwa Muislamu lazima uamini ghaibu, vitu ambavyo havionekani. Vitu ambavyo havionekani, Allah haonekani, si ndio, malaika haonekani, uchawi haonekani, lakini Uislamu ili uwe Muislamu lazima uamini ghaibu. Tukiongelea mambo ya hasad ni mambo ya ghaibu. Of course naamini kupostiana kunasababisha mambo ya hasad, lakini utakiwi kuamini kama kuna binadamu anaweza kumdhuru binadamu mwenzie kupitia hasadi. Kwa wale wote ambao wanasema kwamba sio umejiposti, sio macho ya watu hasadi, macho ya nini, hasadi ipo, yes, lakini kuogopa binadamu mwenzako ni namna nyingine ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anatakiwa kuogopa yeye tu, na si mtu mwingine. Kwa kama una swali, kama unaomba ulinzi, utakiwa kuogopa vitu vingine. Nadhani lakini kama kuna watu wanaweza kufanya hasadi, wafanye hasadi. Kuna Jay-Z huko, kuna Kanye West, wafanye hasadi mtu mwingine. Mimi nimekuwa nikijiposti almost miaka yote ya Instagram. Kuna wasanii wangapi wako na Harmonize, kuna Jux, kuna Diamond wanajiposti, au sio? Kwa hiyo hasadi zipo of course, lakini ukiwa na fear hasadi ya binadamu utakuwa unamkufuru Mwenyezi Mungu. Muogope Mwenyezi Mungu, amini hasadi ipo, lakini muogope Mwenyezi Mungu na haitakufika chochote. Okay, Karisa, nikurudishe kwenye swala la mke. Umesema imekuchukua mwezi mmoja kufahamu kwamba huyo ni mke bora na anakufaa. Swali langu ni pengine haukupata hofu ya kusema kwamba pengine mwezi mmoja anaweza kuwa na pretend, labda anaweza kuna tabia amezificha pengine asionyeshe? Kwa nini uliona ni mke kwa muda wa mwezi mmoja? Pengine kuna vitu extra vionyesha? Mwanamke wangu mimi nilianza kuongea kama rafiki na sikuwahi kumfanya chochote. Muda ambao nimekutana na mwanamke wangu ni muda ambao mimi niliamua kukaa muda mrefu bila kufanya tendo la ndoa. Nilikuwa nimekaa almost 6 months, lakini nilikuwa naongea naye. Na kwenye kuongea unajua vitu vingi, sio outsiders kama watu wanawake wengi, sio mtu ambaye kila Ijumaa utamkuta 45, sio utamkuta Element, utamkuta wapi. Avutiwi na vitu kama hivyo. Na vitu vingine vingi ambavyo mimi niliona vina sawa. Alafu mimi ni mtu ambaye nilikuwa na swali tayari, nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu, nilikuwa nakaa kiamu laili usiku kuomba aina ya mwanamke ambaye kuomba aina ya mwanamke wakuja. Kwa hiyo alivyokuja, of course kulikuwa na wanawake wengi sana ambao nilikuwa nafikiria nikae huyu mpaka kuja yeye. Ni Mwenyezi Mungu tu. Kwa hiyo Allah tukinge, atulinde, nisimalize maneno, lakini kila kitu kinapangwa na Allah. Nadhani hakuna ndoa itakayotokea bila Allah kupanga mwenyewe. And I believe yeye ni mmoja kati ya watu ambao Allah alikuwa amenipa maalum kwa ajili yangu. Mashaallah. Kalisa, wewe ni mmoja kati ya watu ambao umeingia kwenye ndoa, lakini pia tumeona picha za kaka yetu Diamond Platinum. Ameoa, wengine wanasema alioa, ameacha, wengine yeye mwenyewe alisema nilishawahi kuingia kwenye ndoa, kwa maana alishaingia na hatujui kama ametoka ama bado yuko kwenye ndoa. Nini hasa unaweza ukamwambia Diamond kutokana na hiki ambacho kinaendelea sasa hivi? Maana kila mtu alikuwa akizungumza la kwake. Wengine wanasema
wanasema hakufaa kuoa, wengine wanasema hakuweza kuoa, wengine wanasema Diamond kwa jinsi anavyofanya kazi zake hawezi kuwa na mke yenyewe, hasa ukizingatia hawezi kuwa Zuchu kutokana na wote wanafanya kazi ya sanaa, kwa maana ya kusema kuwa kazi ya sanaa ina ugumu kwa namna fulani. Pengine nini hasa unaweza kumwambia Diamond baada ya watu wengi sasa kuzungumza kutokana na zile picha zilizopostiwa kwenye mitandao? Kiukweli mimi nimeona picha za brother akiwa ameoa. Na umempongeza? Naendelea, nimeona brother akiwa ameoa. Kiukweli amefanya jambo la kheri sana. Ndoa wana kitu kikubwa sana. Kwa hiyo brother Diamond kuingia kwenye ndoa, mimi kiukweli ni moja kati ya habari ambayo nimeona leo asubuhi na imenishtua sana, lakini jambo la kheri, na Mwenyezi Mungu awaendelee kuwakinga. Lakini kikubwa, ndoa sana mara nyingi inachungwa na mwanamke ya, na inavyoonekana binti anampenda sana brother. Unajua paka akafikiria kuoa mwenyewe, anajua mwenyewe, lakini kiukweli mimi niwatakie tu ndoa njema, sio yeye hata Jux. Unajua swala la kuamua kuacha zinaa ni swala zuri sana. Zinaa ni moja kati ya dhambi ambazo zinamkera sana Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo unapoingia kwenye ndoa bana, unakuwa umefanya ibada kubwa sana. Siwezi kuongea jambo lolote baya, kiukweli amefanya jambo kubwa, na naomba ndoa yao ikae muda mrefu, idumu, na vijana wengi waingie kwenye huu mfumo. Mimi siku ya harusi yangu ile nimepata information ya watu wengi nao wanakuja. Nimesikia Chris Mzwanda naye ameningoneza siku si nyingi kati hapo kwenye hii miezi mitatu miwili naye anaingia kwenye ndoa. Brown pia ameniambia hana muda mrefu, yeye hana muda mrefu anaingia kwenye ndoa. Kwa hiyo umeona sasa, kwa hiyo tuwe wengi, I think tuwe wengi, jamii inabidi tuendelee ku inspire jamii kwenye vitu vyema kama hivi. Sio kila siku tunaonekana tunabadilisha wanawake. Sio sawa. Okay, Karisa, wanasema kwamba mwanaume akioa wanawake wanaongezeka kumtaka ni wengi sana. Na nataka kujua kwa upande wako, tokea umeoa, vipi rate ya wanawake kule DMs inaongezeka sana, au na vipi wife wasumbui, haangalii pia kule DM? Kuongezeka kwa wanawake hilo nadhani huo ni mtihani kwa mingi sana. Allah ametupa sisi waja wake. Moja kati ya mtihani ni huu. Kweli ukioa hivyo vitu vinatokea, lakini huwezi kuviepuka. Kwa hiyo ni kitu cha kawaida, lakini kuja kwenye swala la pili kama mke wangu anashika simu yangu, hapana, mimi sina kawaida kushika simu ya mke wangu. Yeye hana pia kawaida kushika simu yangu, lakini pia mimi nimeoa rafiki yangu, nimeoa mtu ambaye ni my best friend. We go gym together, we train together, tunaongea same language. Hana hata hizo insecurities za kuona kwamba eti atatokea mtu akuja kunichukua mimi kwake, kwa sababu mpaka nimeshamuoa, ina maana na bado mpaka leo mimi si regret kuoa. I feel like kama nimechelewa tu. Unahisi kama ungeanza muda? Yani ukipata mtu sahihi, yani kuna mtu ukikaa naye, yani unatamani tu kukaa ndani muda wote, kujifungia tu chumbani, unatamani tu kutoka naye, yani unatamani kumuona kila mara. Yeah.